Wakati mwingine katika maisha ni muhimu sana kutenga muda kwa ajili ya mambo matatu muhimu: kutafakari, kujitathmini na pia kufunga. Haya ni mazoea yanayoweza kuimarisha nafsi ya mwanadamu, kumpa unyenyekevu na kumsaidia kuelewa vizuri mwelekeo wa maisha yake. Hebu fikiria siku ya kawaida ya watu wengi katika dunia hii ya leo. Unaamka asubuhi, kitu cha kwanza unachoshika ni simu yako. Unaanza kuangalia habari, ujumbe na taarifa mbalimbali. Mara nyingi hata drama za watu ambao hujawahi kukutana nao uso kwa uso. Baada ya hapo unajiandaa kwa haraka kwenda kazini. Unafanya kazi siku nzima, unarudi nyumbani umechoka. Unakula chakula, unatazama tena simu au television, na mwisho wa siku unaenda kulala. Lakini katika mzunguko huo wote wa siku, je, kuna hata sekunde chache ulizozitumia kukaa kimya na nafsi yako mwenyewe? Watu wengi leo wanaishi maisha yenye shughuli nyingi sana, lakini ndani yao wanahisi upweke au utupu fulani. Wanaweza kuwa busy kila wakati, lakini hawajui kwa uhakika wanaelekea wapi maishani. Wanafanya mambo mengi, lakini hawajui sababu halisi ya kuyafanya. Swali kubwa linalobaki ni hili: je, unaishi maisha yako mwenyewe au unaishi maisha ambayo jamii au watu wengine wamekuandikia? Kuna msemo unaosema mtu ambaye hana muda wa kukaa kimya ana tatizo kubwa zaidi kuliko mtu asiye na pesa. Hii ni kwa sababu mtu ambaye hana pesa anaweza kuzitafuta na kuzipata, lakini mtu ambaye hana amani ya ndani, hata akiwa na pesa nyingi, bado ataendelea kujisikia mzigo moyoni. Kutafakari hakumaanishi lazima ukae katika hali fulani ya kidini au kimya cha ajabu. Kutafakari kwa kweli ni kukaa kimya na kujiuliza maswali magumu ambayo mara nyingi tumekuwa tukiyakimbia kwa miaka mingi. Maswali kama: mimi ni nani hasa, mbali na cheo changu, kazi yangu au pesa zangu? Je, ninayafanya mambo haya kwa sababu kweli yananipeleka mbele, au kwa sababu ninaogopa watu watasema nini? Ni mambo mangapi katika maisha yangu ninayoyachukia, lakini bado naendelea nayo kwa sababu nimejiaminisha kwamba siwezi kuyabadilisha? Na kama ningekuwa ninaishi bila kuhukumiwa na mtu yeyote, je, ningekuwa mkweli zaidi kwa nafsi yangu? Miaka 10 ijayo ni jambo gani nitajuta kutokulifanya leo? Haya si maswali ya kuchosha. Haya ni maswali yanayoweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha ya mtu. Katika historia, watu wengi waliokuwa na mafanikio makubwa walikuwa na tabia ya kujitafakari mara kwa mara. Kwa mfano, mwanafalsafa mfalme wa Roma ya kale, Marcus Aurelius, aliandika mawazo na maswali ya kujitafakari karibu kila siku. Mwandishi wa kampuni ya Apple, Steve Jobs, aliwahi kusema kwamba kila asubuhi alijiuliza swali moja: kama leo ingekuwa siku yangu ya mwisho duniani, ningefurahia kufanya ninachopanga kufanya leo? Vile vile watu mashuhuri kama Oprah Winfrey, mwanasayansi Albert Einstein na mwanaharakati na kiongozi wa Afrika Kusini Nelson Mandela walikuwa na desturi ya kutumia muda wao kukaa kimya na kutafakari maisha yao. Hili halikuwa jambo la bahati, lilikuwa ni jambo muhimu la maisha. Wataalamu wengi wa maendeleo binafsi wanaamini kuwa hata dakika 20 tu za ukimya wa kweli kila siku zinaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha ya mtu ndani ya miezi kadhaa. Sio kwa sababu kuna uchawi wowote, bali kwa sababu watu wengi hufanya maamuzi mabaya, si kwa sababu hawana akili, bali kwa sababu wanaharakisha sana bila kufikiria. Ujue dunia ya sasa imetufundisha kitu kimoja: kupata kila kitu kwa haraka. Unahisi njaa, unaagiza chakula kinakuja ndani ya dakika chache. Unahisi upweke, unafungua mitandao ya kijamii. Unahisi wasiwasi, unatafuta kitu cha kukufanya usahau haraka, iwe ni chakula, pombe au burudani. Matokeo yake watu wengi wameanza kuwa watumwa wa tamaa za wenyewe. Wengine hawawezi kukaa dakika 5 bila kushika simu, hawawezi kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuvurugwa, hawawezi kusema hapana kwa kitu wanachojua kinawadhuru. Lakini ukweli ni kwamba mtu ambaye hawezi kujizuia katika mambo madogo, mara nyingi huwa ni vigumu kujizuia katika mambo makubwa ya kimaisha. Kujizuia ndiko msingi wa uhuru wa kweli. Ndiyo maana kufunga pia
ni moja ya mafunzo muhimu sana kwa mwanadamu. Kufunga kunamfundisha mtu kwamba anaweza kuhisi njaa na bado akaendelea. Anaweza kuhisi tamaa lakini bado akasema hapana. Anaweza kuvumilia usumbufu bila kukimbia mara moja kutafuta starehe. Hiyo ndiyo nguvu ya kweli ya ndani. Sio nguvu ya misuli, si pesa, wala sio cheo, bali ni uwezo wa kusimama imara hata wakati mwili na akili vinataka kukushawishi wachane na msimamo wako. Kwa upande mwingine, unyenyekevu nao ni sifa muhimu sana katika safari ya maisha. Mara nyingi kiburi huonekana kama nguvu, lakini kwa ukweli ni udhaifu uliojificha. Mtu mwenye uwezo wa kweli hahitaji kujionyesha kila siku. Mtu mwenye maarifa ya kweli hahitaji kuwadharau wengine ili ajisikie bora. Na mtu mwenye amani ya kweli hahitaji kupiga kelele kila mahali ili kuthibitisha imani yake. Unapotafakari kwa uaminifu wa kweli, unaanza kugundua mambo mengi. Unagundua kwamba hujui kila kitu kama ulivyodhani. Unagundua pia kwamba mafanikio ya kweli yamechangiwa na watu wengi na mazingira mengi yanayokuzunguka. Mtu mnyenyekevu hujifunza haraka zaidi kwa sababu anakubali kwamba hajui kila jibu. Mtu mnyenyekevu hujenga mahusiano bora kwa sababu watu wanajisikia kuheshimiwa mbele yake na si kuogopa. Mwisho wa yote, dunia ya leo inahitaji watu wanaojijua zaidi vizuri. Sio tu watu wanaojua mambo mengi, bali watu wanaojitambua, wanaojitathmini na wanaoweza kukaa kimya na nafsi zao. Na hii ni kwa sababu wakati mwingine majibu muhimu zaidi ya maisha hayapatikani katika kelele za dunia, bali katika ukimya wa ndani ya nafsi yako. Mpaka hapa napofikia tamati ya simulizi hii, nikusihi endelea kusalia nasi. Naamini kuna kitu umeweza kujifunza kupitia simulizi hii, basi acha alama ya like. Vile nikikwambia asante kwa muda wako, basi sina la ziada mpaka hapa, mpaka kwa wakati mwingine tena.